kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Sina muda wa kuongelea nia ya Kristo, wewe nitaizungumzia kesho kwa kifupi. Nia ya Kristo, mind of Christ. Kilichokuwa kwa Yesu ni wokovu, na tulikiona yeye kipaumbele chake kikubwa ilikuwa ni kuokoa watu. Kwa hiyo ukishakuwa nia ya Kristo, ukisikia hivyo tunashangilia, si unaanza kusema utatoa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Matendo ya Mitume 1:12-14. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa Mizeituni. Kisha wakarudi kwenda kwenye mlima wa Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu, ndio wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa wakikaa. Petro na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Tomaso, Bartolomayo na Matayo na Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Walikutana baada ya kuona Yesu ameondoka, hawana namna nyingine, wakaamua kwenda kusali, na Mariamu mama yake Yesu alikuwa kwa ndani. Katika kuomba kwao walipopata uvumi ulioshuka kama upepo, na Roho Mtakatifu aliwashukia. Baada ya kupatana hapo, Petro anasema sasa tutafute watu watakaoziba mapengo ili tubaki katika ile safu ya utumishi, alafu sasa twende tukamwombe Bwana. Wameungana, wamekuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakuna tena hapo, tunaona Petro yupo, Yohana yupo, Alfayo yupo, wote wapo. Hakuna tena ule umimi. Wameshajua kazi yetu moja ni ufalme wa Mungu. Hata ule ubinafsi wa Petro umeondoka. Wanajua kazi yetu moja ni ufalme wa Mungu. Hicho ndicho kinachotafutwa kwa kanisa la Msitu wa Tembo, ili Roho ashuke. Semeni amina. Hicho ndicho kinachotafutwa. Wakati wanafunzi walipokuwa wakingojea kutimizwa kwa ahadi ya Bwana wao, walijinyenyekesha. Wekea mstari hapo. Walijinyenyekesha mioyo yao katika toba ya kweli na kuungamiana kutokuamini kwao. Wamekaa na Yesu miaka 3.5 hawakuamini. Yesu amefufuka bado hawakuamini. Yesu amechukua kazi ya kujithibitisha kwao kuwa yuko hai kwa siku 40. Na sasa ndani ya siku 40 ameondoka. Wanasema sasa inabidi tutubu dhambi ya kutokuamini kwetu. Na hii dhambi ya kutokuamini ndio inayotuletea malumbano kanisani. Walipokuwa wakiyakumbuka maneno aliyokuwa amewaambia Kristo kabla ya kifo chake, walielewa maana yake kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa unyenyekevu umeingia, hivyo Yesu analeta ufahamu katika maisha yao. Unyenyekevu hauleti utulivu wa ufahamu, kwa sababu unataka, kila mtu anataka kutendewa haki anayejitia mwenyewe haki. Walikumbushwa tena vizuri ukweli uliokuwa umepitia katika akili zao, na maneno haya walianza kuyarudia na kukumbushana wao kwa wao. Walikemeana, ichukue hapo, walikemeana wao kwa wao. Wewe Petro pale ulifanya moja mbili na mimi tukiona. Kwa hiyo ukikuta watu wanakemeana alafu wanangosana, roho haipo. Lakini ukikuta watu wanakemeana alafu wanapatana, roho yupo. Kwa sababu sasa darasa limetosha. Miaka 3.5 nimemwambia asubuhi ndio miaka ambayo mtu anasomea degree, na akitoka huko anaenda kupewa kazi. Na wamefanya theory, wamefanya na practical, na kubwa ilikuwa zaidi ni practical, kwa sababu walikuwa wakitembea Yesu wanaona kila kitu. Na anaendelea kusema walikemeana wao kwa wao kwa kushindwa kumwelewa Mwokozi, kwa mfuatano tukio
ya ajabu lilipitishwa mbele yao. Yaani wanaposoma wanaona kabisa, wakati fulani tulikosea hapa moja mbili. Wakati fulani Petro akamwambia Yesu, mimi sitaruhusu uwawe. Yesu anamwambia Petro, shetani rudi nyuma ukikwazo kwako. Kwa hiyo wanakumbuka, na njia rahisi kabisa ya kuweza kurejea katika madhabahu, ya kuweza kumrudia Yesu ni kukumbuka ulikotoka na Yesu alikokupitisha. Ellen White alipokuwa amebatiza siku chache afariki katika mwaka 1915 akiwa hoi kitandani. Watu wakaishi kwamba anaweza kukata tamaa. Walipomtembelea wakawa wanamuuliza habari ya imani yake, akasema ninaweza nikawa na mashaka huko niendako kama sitaelewa alikonitoa, lakini nikiangalia mahali Yesu alikonitoa, safari inayoendea naona ni fupi na nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tu kwa nyuma, wakati ambapo ulikuwa umebanana, ukamlilia Mungu akakusaidia. Sasa unasimamishiwa tu neno dogo tu, unasema naliacha kanisa letu. Anaendelea kusema, na walipokuwa wanatafakari juu ya maisha yake masafi na matakatifu, walijisikia kuwa hakutakuwa na kazi itakayokuwa ngumu mno kuwashinda, wala kafara kubwa sana kushindwa kuitoa, ikiwa tu wangeshuhudia kwa njia ya maisha yao uzuri wa tabia ya Kristo. Walifikiri kuwa kama tu wangeweza tena kuishi naye kwa miaka mitatu kama ile iliyokuwa imepita, mbona wangetenda kwa utofauti mkubwa? Kama tu wangemwona Bwana wao tena, ni kwa bidii kiasi gani wangeonyesha kuwa kwa kina walivyokuwa wanampenda, na kwa dhati kabisa waliumia kwa jinsi walivyokuwa wanamhuzunisha kwa neno na kwa tendo la kutokuamini. Wazo kubwa walilokuwa wamekuwa nalo wamesamehewa ndilo lililokuwa linawafariji, na walikamia kwamba kwa kadiri itakavyowezekana watafanya masahihisho ya makosa yaliyoletwa na kutokuamini kwao, kuungama kwa ujasiri mbele ya ulimwengu. Matendo ya Mitume sura 28 katika sehemu ya pili. Tenda kusoma hicho kitabu. Sasa ile dhambi ya kutokumwamini Mungu kwamba atakunyima baraka na unachukua zaka unakula na kusomesha watoto, ni muda wa kuitubu, kwa sababu Bwana anasikia. Narudia sana, kwa sababu hapo ndipo tulipo lock baraka zetu hazitoki. Kwa sababu unapokula zaka ni kuamini kwamba hiyo zaka itakuokoa, na hiyo umetoa imani yako kwa Mungu. Waliishi katika hali hiyo, na katika siku ya leo sitaki nipeleke mbali zaidi. Ila nataka leo unaposoma tena, utaisoma kwa sauti. Fungua Mathayo 11:29. Unapokwenda kusoma, Yesu anasema yeye ni mnyenyekevu, jivishe nira yake. Ukiwa na nira ya Yesu huwezi ukaleta magombano wala ufarakano. Hebu nisomee hapo Mathayo 11:29. Anasema jitieni nira yangu, ndio mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wangapi wako tayari kuvaa nira, ili angalau hata nitakapotoka kanisa la Msitu wa Tembo waseme, pasta, ile nira ya siku 10 za maombi imeleta matunda makubwa kwenye kanisa letu. Na kwa sababu kwenye boksi umeshaweka jina la yule adui wako mkubwa wa ndani, na umemwomba Mungu akupatanishe naye, kwa sababu usipopatana mbinguni huwezi kuelewa.
Ukishatengeneza adui, ukamchukia mtu, ujue umeua, na wauaji mbinguni hawaendi. Unapomwelewa, hakikisha huyo mtu ambaye wewe mwenyewe haya maombi anayasoma utayachoma moto, na wala unapoandika ombi wa jina lako, mwambie Yesu, nataka kufunguliwa ili twende pamoja. Wangapi wanakubali kuvaa mila ya Yesu yote, ili hata mchungaji apate amani, wazee wa kanisa wapate amani, baraza lisiwe la mashindano, ni mbele kwa mbele. Mungu awabariki sana. Sasa Yesu anasemaje katika Yohana 17:20? Msikilizaji wangu na msomaji wangu isome. Soma Yohana 17:20 na 23. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Kanisa la Msikuatendo wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Unajua kinachosababisha ulimwengu usikusadiki kwamba sisi ni wa Mungu, kinachosababisha tuwepo hapa hata tukiletewa pepo tushindwe kulitoa,